Wakatoliki wa kweli na wanaoishi imani ya Kanisa Katoliki wako hivi: mosi, hawayumbishwi na upepo wa propaganda; mbili, hawaombi kwa vipande vya fedha ili kuwasaliti wachungaji wao; na tatu, hawatumii mitaa kudhalilisha viongozi waliowekwa wakfu na Roho Mtakatifu. Hivi karibuni tumeshuhudia trendi ya ajabu ya watu wanaodai kuwa ni waamini wanaokwenda kuwashtaki Askofu Ruwa'ichi na Padre Kitima Barozini. Lakini tuseme ukweli, Mkatoliki anayejua katekisimu na kushika sheria za kanisa hawezi kufanya uhuni wa kuwashtaki viongozi wake mbele ya malango ya kidiplomasia. Hoja hizi machoni pa Wakatoliki halisi hazina mashiko na zimejaa harufu ya hila inayolenga kunyamazisha sauti ya unabii ya kanisa nchini Tanzania. Misingi ya kanisa letu imejengwa juu ya nguzo ya utii na umoja. Katika maandiko matakatifu, Mtakatifu Paulo anatuasa katika waraka wake wa kwanza kwa Wathesalonike sura ya 5 aya ya 12 hadi aya ya 13 akisema, waheshimu sana katika upendo wale wanaowaongoza katika Bwana kwa ajili ya kazi yao. Ni kweli viongozi wetu ni binadamu, lakini makosa yao hayashughulikii kwa maandamano ya kashfa yanayowafurahisha maadui wa imani. Sheria ya kanisa namba 212 inaruhusu muamini kutoa maoni, lakini kwa sharti ya kuhifadhi daima uaminifu kwa kanisa kwa heshima na adabu. Kwenda kuandamana ubalozini kuvunja adabu hii na ni ishara ya kukosa malezi sahihi ya Kikristo. Biblia inatuonya dhidi ya mbwa mwitu wanaokuja katikati ya kundi hili kulibomoa. Rejea Mathayo sura ya 7 aya ya 15. Ikiwa utambulisho wa waandamanaji hao unatia mashaka, ni wajibu wetu wa Katoliki wa kweli kusimama imara kuepuka hasara. Hatutishi na kelele za mitandaoni wala hila za watu wanaotumia maskini na ujinga kama mtaji wa kuvuruga umoja wetu. Viongozi wa Kanisa Katoliki wao wanapaswa kutimiza wajibu wao wa kichungaji wa kuwa sauti kwa wasio na sauti. Hawapaswi hata kidogo kuwa na siasa, na hili mara nyingi huwakera wenye hila. Sisi tutaendelea kuwapigania viongozi wetu wa kidini kwa hoja za kimaandiko, tukijua kuwa kanisa ni taasisi ya kimungu inayopita hila zote za kibinadamu. Ukweli utabaki imara daima. Wapendwa katika Kristo, tuendelee kuliombea kanisa na viongozi wake ili wapate kuzidi kusimamia ukweli, haki na upendo. Tuiombee na serikali, viongozi wake na wananchi wote wa nchi pendwa ya Tanzania kusudi haki na amani vitawale, lakini hila na fitna zitokomee mbali, ili nchi ya Tanzania ipate kuwa ni nchi yenye ustawi na amani ya kweli duniani kote. Tumsifu Yesu Kristo.